Ukiangalia Eric Mwijage ni mchezaji ambaye Yanga kwa sasa hivi wanahitaji kuweza kutengeneza mazingira ya project mpya ndani ya kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo ukiangalia hata aina wachezaji ambao wanasajiliwa kwa sasa hususan wale wazawa ni age miaka 25 kushuka chini. Umeelewa vizuri? Ukimchukua Eric Mwijage, ukimchukua Mohamed Musa, ukimchukua Hussein Mihambo, ukimchukua Abdul Nasir Mohamed, hawa wote ukiangalia ni 25 years kushuka chini. Sio watu ambao wameenda age ya kutosha. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba wanataka watengeneze timu ambayo inaweza ikakaa miaka 5 au miaka 6 ikiwa inatengeneza mafanikio msimu kwa msimu, na wakati huo wakiwa wanaleta wachezaji wa kigeni kwa ajili ya wao kuja kuwakuza na kuwafunza zaidi. Na ndio maana ukiangalia Eric Mwijage miaka 24 kutoka KMC, timu ambayo inashuka daraja, utakuja kujiuliza timu inashuka daraja inawezaje kupeleka mchezaji kwenye timu ambayo ni title contender, kwenye timu ambayo ni bingwa mtetezi. Tafsiri yake ni kwamba kuna kitu cha tofauti ambacho wamekiona Young Africans na wameweza kumsajili. Rejea mechi Simba anashinda goli 1-0, angalia performance yake Eric Mwijage. Nenda mechi Yanga anashinda goli 1-0, goli la Alan Okello Starboy. Mechi ya mwisho kabisa ya Pedro Gonçalves anapewa mkono wa kweli ndani ya Young Africans alivyokuwa ameweza kuonyesha performance ya hali ya juu. Kwa hiyo unakuja kuona kwamba kuna wakati mwingine unaweza ukawa na kipaji kikubwa lakini unaangushwa na aina ya watu ambao wanakuzunguka na pia mazingira ambayo yanakuzunguka katika timu. Kwa hiyo yote katika yote unakuja kuona kwamba Eric Mwijage ni ingizo ambalo linakwenda kuongeza kitu ndani ya klabu ya Yanga, kwa maana ya kwamba age yake lakini pia talent aliyokuwa nayo. Ukimwangalia huyu ni winger, ni left winger. Na ukiangalia pia ana uwezo wa kucheza right winger. Umeelewa vizuri? Kwa maana kwamba yuko left winger lakini anatumia mguu wa kulia, lakini anacheza upande wa kushoto. Tafsiri yake ni kwamba anaweza kucheza upande wa kulia, anaweza kucheza upande wa kushoto. Na ukimwangalia kocha Mangoba Ngweti wa Young Africans ni kocha ambaye silaha yake kubwa anapenda sana kutumia upande wa pembeni. Na ndio maana ukiangalia hata aina za sajili ambazo zinahusishwa ni wachezaji ambao wanaweza kucheza kutokea pembeni. Muangalia hata beki namba 2 kutoka pale Mashujaa anaweza kucheza kama beki, lakini pia anaweza kucheza kama winga. Kwa hiyo yote katika yote unakuja kuona kwamba ni kwa namna gani Young Africans wanaendelea kujimarisha kuelekea katika msimu unaofuata bwana. Matole. Okay. Wanasema saa 24 zijazo Young Africans wataanza kutambulisha silaha zao za vita. Pengine tutarajie nini, ambapo tunasikia kutakuwepo na surprise humo ndani yake? Hii itakuwa ni Yanga namna gani kama watazitangaza hizo silaha za vita? Of course ukiangalia upande wa Young Africans kwenye upande wa usajili wa ndani wameshatangaza wachezaji 5, na pia usajili wa kimataifa pia wanatakiwa watangaze pia wachezaji wengine wangapi? 5. Na nilishatoa list ya wachezaji ambao mpaka hivi sasa wapo ndani ya Young Africans ambao ni wachezaji 7, wanatakiwa ongezeka wachezaji 5 ili kutimia idadi ya wachezaji 12. Na katika wachezaji hao ambao wataokuja wa kimataifa kuna maeneo ambayo lazima yaweze kuongezwa. Ukiangalia kuna namba 6 anatakiwa awepo pale, defensive midfielder, kwa maana kwamba Damaro Kamara anarudi timu yake ya awali. Ukimwangalia Frank Asinki naye anarudi katika timu yake ya awali. Lakini pia ukimwangalia mtu kama Celestine Ekua, ukimwangalia mtu kama AI, umeelewa vizuri, Dumbia naye pia anaweza asiwe sehemu ya kikosi cha Young Africans. Kwa hiyo kuna surprise nyingi ambazo zitakuja kutengenezwa pale katikati. Surprise ya kwanza defensive midfielder ambaye atakwenda kutangazwa ndani ya Young Africans. Ni surprise kubwa sana. Lakini pia namba 10 pia anakwenda kutangazwa, ambaye pia huyo nao itakuwa ni furaha kwa wananchi kwa sababu ameyafanya mambo makubwa ndani ya klabu, lakini pia anafahamika vizuri ndani ya ardhi ya Tanzania. Lakini kuna surprise nyingine ambayo hii ni material ya klabu bingwa ambayo tema mate chini, na nilishaisema na nitarudia tena kusema kwamba hiyo itakuwa ni surprise kubwa sana ndani ya klabu ya Young Africans. Yes. Sawa. Young Africans pia wametambulisha rasmi benchi lao la ufundi, makocha takribani 6. Watu wameuliza maswali kwamba inakuwaje Young Africans wanatangaza makocha wengi sana
ndani ya timu kuliko wachezaji? Je, mimi swali langu kwako, au makocha wamekwenda pale wana faida gani? Na kujaa mle ndani ya Young Africans makocha kama wale, kuna kitu gani kitakwenda kubadilika ndani ya msimu ujao? Ukimwangalia Mangoba Ncwiti, kocha mpya wa Young Africans, amekuja na benchi la ufundi ambalo limesheheni wasaidizi wake, akiwemo video analyst, akiwemo kocha wa makipa, umeelewa vizuri, na panel yake nzima, na kocha msaidizi namba 1 ambaye ameweza kuambatana naye. Ukiangalia benchi lile, ni benchi ambalo kwanza wamezoeana, wamefanya kazi kwa muda mrefu, pia wamefanya kazi katika klabu kubwa na wameweza kuonyesha vitu vikubwa ndani ya klabu ambao wamewahi kuzitumikia huko Afrika ya Kusini. Kwa hiyo mimi naamini ujio wao ndani ya Young Africans kuna kitu kitakuja kuonyeshwa, kitu kikubwa sana. Na kitu ambacho Yanga wamefanikiwa ni kuhakikisha kwamba benchi la ufundi lililopita linaendelea kusalia, baadhi kwa takriban 40% wanaendelea kusalia ndani ya klabu ya Young Africans, akiwemo meneja wa klabu Wota naye Pepea bado yupo. Ukija kumwangalia caretaker Mwali naye bado yupo. Ukija kumwangalia kocha wa viungo naye bado yupo, umeelewa vizuri. Lakini pia ukija kumwangalia mtu wa video analyst wa klabu ambaye alikuwepo kipindi cha kina Pedro, kipindi cha kina Molin akiwa caretaker, naye bado yupo. Na wao pia wamekuja wamemuongeza pia video analyst mwingine. Tafsiri yake ni kwamba wanahitaji kuweza kutengeneza kitu ambacho kitakwenda kuleta mafanikio ndani ya klabu. Kwa mimi binafsi nilivyoliangalia ile benchi la ufundi kwa ujumla wake, nimeona kabisa kwamba kuna kitu ambacho kinaweza kutengenezwa cha tofauti zaidi. Nikiwachukua Simba, nikiwachukua Young Africans, ujio wa Steve Barker alikuja na msaidizi wake, lakini hakuwa na panel kubwa kama ilivyokuwa kwa Mangoba Ncwiti. Mangoba Ncwiti amekuja na benchi la ufundi ambacho lime contain vitu vingi zaidi, na kwa mujibu wa maelezo ambayo nimeyapata kwenye meza yangu ni kwamba kocha huyu ni muumini wa kuheshimu idara. Yaani kwa mfano idara ya goalkeeping inakuwa na kocha mkuu, lakini pia kunakuwa na wasaidizi kadhaa. Ukienda kwenye video analyst kunakuwa na kiongozi mkuu, lakini pia kunakuwa na wasaidizi kadhaa. Ukienda kwenye masuala ya video analyst pia kadhalika vile vile, na ndio maana hata kupitia Ali Shabani Kamwe aliwahi kusikika akisema kwamba ile panel ya video analyst ni panel kubwa, kwa hiyo inatakiwa iwe na watu wengi zaidi, na ndio maana hata yule wa kwanza wamembakisha ndani ya klabu na wamekuja naye mpya mwingine kwa ajili ya kuja kuongeza nguvu, na wanatakiwa wawe wengi zaidi. Kwa hiyo inawezekana huko baadaye wengine wakiongeza elimu pia wanaweza wakapata fursa. Kwa hiyo hii inakwenda kwa fursa kwa vilabu vingine kuonyesha kwamba mpira sasa hivi unakuwa na soko lake la ajira linazidi kutanuka. Kwa hiyo lazima watu waweze kuingia darasani, wasome vizuri, kuweza kupata nafasi hatimaye, ili kuweza kusaidiwa kuweza kupata kitu kikubwa zaidi na kuweza kujitegemea katika mpira wetu wa Bongo. Yeah. Kwa hicho anachoonesha Engineer Hersi Said, mambo anayoyafanya kwa sasa hivi katika klabu yake, hii inaonyesha zaidi kwamba kuna vitu anajifunza anapokuwa anaenda kule nje. Of course, na ni ukweli ni kwamba game changer kwa sasa hivi kwa mpira wa Tanzania, Hersi utamzungumzia sana, kwa sababu ni kiongozi ambaye ameweza kubadilisha taswira kubwa sana. Kuna kipindi Babla alianza kupenya, lakini alishia katikati. Lakini leo ukimwangalia Hersi ameingia katika kamati mbalimbali za CAF. Ameenda kwenye AFCON, kwenye Chani, zote hizo akiwa kwenye kamati, na sasa hivi ndio mwenyekiti wa vilabu vyote barani Afrika, ACA. Yeye pia ndo amekuwa, yani kwa mara ya kwanza imeanzishwa ACA, kwa mara ya kwanza amekuwa mwenyekiti ndani ya hicho chama. Kwa hiyo unakuja kuona kabisa kwamba kwa namna moja au nyingine Engineer anazidi kujitanabaisha na kuzidi kutanua mbawa zaidi, na pia amekuwa kiongozi wa kwanza katika miongo hii ya hivi karibuni. Nafikiri karne ya 21, tuseme kuanzia karne ya 21, kwa sababu karne ya 21 tumeanza mwaka 2000. Kwenye karne ya 21 timu ya Tanzania kuchukua ubingwa mara 5 mfululizo, yeye ndo amekuwa kiongozi wa karne, kwa sababu mbali na hapo huko nyuma walishakufanya Yanga, walishakufanya Simba, lakini toka tuingie karne ya 21 hakuna timu ambayo imeweza kubeba back to back mara 5. Yanga ndo amefanya hivyo, na amefanya chini ya uongozi wa Engineer. Kwa hiyo maua mengi sana ya muendee Engineer Hersi Said kwa kile ambacho ameweza kufanya ndani ya klabu ya Young Africans, lakini pia kwenda
kwenda kuweka vitengo mbalimbali ndani ya klabu ambao vinaeleweka kwamba unajua kiongozi huyu anaripoti kwa huyu anakwenda kwa huyu anafanya kazi kwa staili hii. Kwa hiyo unaona vitu vyote vinakuwa viko katika mpangilio mzuri. Uwezi kukuta taarifa inatoka alafu baadaye inakuja inapingwa ndani ya Young Africans kwa kipindi ambacho mimi nimemfuatilia Engineer. Lakini ukiangalia upande wa pili, Manzoki mchezaji wetu, Manzoki anacheza Simba achezi, Lamekilawi achezi. Mwalimu leo hii tena unasikia ya kusikia, lakini huwezi kuyasikia ndani ya Young Africans. Utasikia tu kwetu sisi wachambuzi, wafukunyuzi kwamba bwana safari hii fulani anakuja Young Africans, asipokuja Yanga watoke mbele kusema kwamba tulimsema fulani anakuja. Yanabaki tu ya kwetu wenyewe kwamba sisi tulimleta mchezaji lakini management haijatimiza lengo hilo. Kwa hiyo katika hilo maua mengi sana yaende kwa Engineer Hersi Said pamoja na cabinet nzima ya Young Africans. Lakini pia ukiangalia idara ya habari inaongozwa na Ali Shabani Kamwe inafanya kazi nzuri sana. Ukiangalia kipindi ambacho Young Africans wanamuingiza Ali Kamwe katika ile idara